hii jamii ya Kipsigis imetengwa sana kwa maendeleo. Nimetembea hapa, hakuna maendeleo. Nimekuta stima hakuna, maji, barabara, mashule, iko kazi yote mmefanyiwa. Na ndio nimeambia watu pale mlimani, nimemwambia nyinyi msilaumu wa Kipsigis na wa Kalenjin, ni yale William Ruto amepitishia sisi. Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin na wa Kipsigis. Shida yetu ni mtu mmoja, kwa sababu hao wa Kipsigis pia wanasema SHA ifanye kazi, ama inafanya? Wanalalamika mambo ya kodi, wanalalamika mambo ya masomo, hawa wanalalamika kama Wakenya wengine. Mambo ya mashamba, kama kuna watu wameumia ni watu ya Kipsigis. Pale Angata Barikoi wameuawa na askari kama kuku, na hao ni jamii ya Kipsigis. Rais na watu yake wametuma watu pale Angata Barikoi na watu wameumia. Nilikuwa naangalia rekodi yangu nikakuta pale iko jamaa anaitwa Joseph Rono aliuawa pale kama mnyama. Iko Isaya Kirui aliuawa pale. Iko huyu Nixon Rono aliuawa pale. Iko huyu Richard Barsaben aliuawa pale. Iko Gideon aliuawa pale. Mimi nataka kusema ya kwamba watu wetu wa Kipsigis, Mungu akitusaidia mwaka ujao tukipata serikali, hao watu na familia zao tutawatafutia haki. Na hao askari waliua hawa tutawafuata na watakuja kufungwa. Hakuna mtu wako na ruhusa ya kuua mtu mwingine. Na hao wa Kipsigis hapana wanyama, hapana kuku wauawe kama wanyama. Hao ni binadamu na wako na haki ya kuwa na mashamba. Na kwa hivyo mimi nasema nyinyi mumeumia hata kuliko Wakikuyu pale. At least kwao iko barabara, iko maji na iko stima. Hapa hakuna chochote. Rais amekaa mwaka 4, ako mwaka ya mwisho. Nyinyi mkipima kuna kitu kitafanyika? Labda hii safari yangu itafanya mfanyiwe kazi kidogo. Si ndio? Hii safari yangu inaweza zaa matunda. Si ndio?